wakati tuliamua kukaa kimya badala ya kusaidia. Ndugu yangu Martin, unaona hii simu hii? Hii wanaita icheki kwanza, inaitwa iPhone nini hiyo? iPhone Y sijui iPhone nini sijui. Sasa hiyo nimeazima kwa mshikaji pale ili bali tushutie content. Unajua content zetu zile. Unajua sasa hivi content lazima upate picha quality, sauti quality na nini kila kitu quality. Sasa uliniambia pale mwishoni pale tunavomaliza content zetu pale tunafanyeje? Uliniambia kuna kionjo unacho. Kipo. Hebu nipe kwanza. Yaani ipo hivi, una Martina mesono jato umelacha ja Martina. Hiyo kali. Msaada kwanza. Ndugu wangu content simu imekuja kwa hatari. Yanaweza akakutokea wewe. Tutoe msaada kwanza. Wewe. Ndugu wangu utakufa maskini. Unafikiri hapa nikisha post hapa nafikiri nitapata views kibao kile. Huyu kalewa sijui kafanyeje. Na yule alimgonga yule nani yule dude. Wewe ndio bingwa wa kugonga watu, alafu unakimbia. Kwa kila baya unalofanya, lazima utajutia. Kakamata. Unajua Duli mpaka leo yupo hospitali. Duli. Yaani yupo hospitali katokewa na mzimu. Mdogo wangu bado una mazola mzimu sijui na nini. Huo ni ushirikina ndugu wangu. Hakuna kitu kama hicho. Sawa. Sio mbishi kaka. Bado mbishi itatutokea na sisi. Mimi kipochi kile siwezi kurudisha. Sawa, na kile kipochi tusirudishe. Kwa sababu gani tusirudishe kipochi? Kwa sababu sasa hivi ilibidi upate kwamba content nzuri. Lazima uwe na picha safi, sauti safi. Hapo ndo utapata nini? Utapata audience nzuri. Sawa. Na ile pesa ambayo ipo mule kwenye kipochi tutatumia imadi tununue taa, imadi tutengeneze content nzuri. Content nzuri Yaani mmeona nimepata hajari. Badala ya kunisaidia ndo kwanza mnanirekodi na kuchukua mkoba wangu, si ndivyo? Kwa hilo jambo mlolifanya, ngojeni niwape adhabu kidogo. Mjifunze. Mbona kupigia simu zangu pokee? Shemeji, mbona sikuelewi? Nini? Mbona mimi sikuelewi? Au ndo kwa sababu ya kiki ofisi chako? Unajiona blind sasa hivi. Inafikia tu ninakupigia simu, upokee simu zangu. Oi mama mtu vipi?
siwaelewi? Yaani mnanichanganya tu. Mimi siwaelewi kama mnaniigizia imekuaje? Sasa wewe unaenda wapi? Wewe Maki unaenda wapi? Si urudi kwanza huku. Usichokielewa nini? Mimi sielewi, najua mnanichanganya tu bwana, mimi nishachoka. Oi mama mtu. Mama mtu. Mama mtu. Wewe na wewe, nataka mrudishe kibeti changu nyumbani kwetu sasa hivi. Na wewe rudisha kibeti changu nyumbani kwetu sasa hivi. Taarifa zangu zote utazikuta mule kwenye kipochi. Na wewe nataka utengeneze content ya kuelimisha jamii kutokana na ujinga uliofanya, ili mradi nafsi yangu ipumzike kwa amani. Wazo ushabadilisha nguo? Ndugu yangu. Wewe unafikiri mimi kama wewe kila siku umevaa t-shirt yako unataka kubadilisha? Sijui umkusifia huko kwamba umenaniu, umependeza. Mbona? Yaani ule ni msala mkubwa. Yaani ule mtu alivyogongwa na pikipiki alifariki pale pale. Yule binti kafariki kumbe? Ndio. Sija kupata msala kama kigaga chiko. Hata hivyo kaniambia kwamba ilimaki kwamba mambo yaishe. Inabidi nitengeneze tena content ya kuelimisha jamii. Kwa hiyo hapa ndo maana umenikuta hapa nimebadilisha nguo. Siku nyingine utafanya content hiyo. Labda tukifanya content labda utabadilisha nguo. Chua simu hii. Sio ndio jinsi ya kuiset ile nilikuelekeza. Tari. Kuna wakati tulichagua kutazama badala ya kusaidia, lakini hii ni njia ambayo inaweza ikagharimu maisha, lakini hii ni tabia ambayo inaweza ikagharimu maisha ya watu. Kama unashuhudia ajali, usikae kimya, unaweza ukapiga simu. Kuna namba za dharura. Kutengeneza kwetu maudhui kumetufanya kwamba tunaacha ile misingi ya kusaidiana, misingi ya kujaliana, misingi ya utu ambayo tulikuwa nayo tokea zamani. Wewe mtengeneza maudhui ya kupasa sasa ubadilike. Kubadilika kwako ndiyo maana halisi ya kuwa content creator. Jina langu naitwa Mark na nashukuru sana kwa kunitazama.